بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika mada ya alama za kiyama, ikiwa alama hizi wanazuoni wamezigawanya sehemu mbili. Kuna alama ambazo zatuelezea kwamba kiyama kimekurubia na hazifuatani na kiyama, yani kuna nafasi, kuna gap kati ya alama hizi na kujiri kiyama. Hizi nimezimaliza yana kazizungumzia, ambao ya mwisho ilikuwa ni haraka haraka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao alinena min ashrati saa an yurfa al-ilm wa yadhhar al-jahl wa yushrab al-khamr wa yafshu az-zina. Katika alama za kiyama, miongoni mwa alama nyingi, moja ni elimu itapotezwa. Tabana hapa kidogo nataka kupijua msasa, kwa sababu mtu aweza kukwambia ni elimu gani itakao kupotea, na kwa mujibu wa hali tunavyoiona sisi twaona elimu yaendelea zaidi kuliko kuwa yarudi nyuma. Yani hususa tukitukua elimu za kilimwengu, katika masala ya elimu za sayansi na katika maendeleo, twaona yazidi elimu, na mwanadamu kila akipambauka asubuhi huweza kuongeza hatua kadhaa mbele, bali wenye kunena wanena hii iliyoko mikononi mwetu walotupa sio hali ya uhakika ya ulimwengu ulipofikia. Yani leo mpaka watundapo mobile wakakutilia wewe mkononi, watundapo kompyuta wakakutilia wewe mkononi, huwa wao wako mbele yake mara kadhaa ndio waitie mkononi kwetu sisi watu wa kawaida. Kwa hivyo ile hali halisi ya kimaendeleo ya kielimu walionayo siyo hii iliyoko barabarani na iliyoko mikononi mwetu. Haya ni mambo yako wazi yazungumzwa.
mpaka ikaweza kufika hapa. Iko kasi zaidi, kwa sababu wakati wao wanapoitoa teknolojia wakaitupa katika mikono ya watu, ni sharti wawe wamehakikisha waweza kuiswarifu na kuikontroli na kuifanyia murakaba. Ile kadiri wanaotupa ni ile wanaoweza kwamba bado wameweza kuikontrol na kuilekeza vile wanavyotaka, hawatoi kila walichonacho. Sasa siko hapo napotaka mimi, vipi hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zatuambia sisi kwamba katika alama za kukurubia kiyama ni elimu itapotea, katika kipindi ambacho twaona ulimwengu kila ukiamka asubuhi wapiga hatua katika kuendelea zaidi elimu. Vipi watuambia elimu yapotea? Tabana hapa kwanza tuna mjadala mrefu, tujiulize ilmu hii ambayo imetiwa alifu na lamu. Mwenyezi Mungu anena, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anena min ashrati saa, katika alama za kiyama, an yurfa al-ilm. Al-ilm ni ilmu gani? Ni elimu hizi za kibinadamu za sayansi au ni elimu ya dini? Kulingana na wanazuoni na kulingana na hali ilivyo, huwezi kuifasiri neno ilmu hapa katika elimu hizi za kawaida ambazo zatuonesha kinyume. Ilmu inayokusudiwa hapa ni ilmu ya dini, kwa maana mapana ya ilmu ya dini, ilmu ambayo itapotea katika ulimwengu kabla ya kiyama, ni katika alama zake. Wayadhhar aljahl, na uwinga ndio utakaokuwa umetawali, umedhihiri hali kubwa sana. Na hapa nafikiri Mtume hazungumzi mambo mageni. Haya yarudi katika ile hadithi yake anayotuambia maarufu, kila mtu anayoisoma, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Dini imeanda ni mgeni na itarudi iwe mgeni. Kwa hivyo Mtume atoa hongera kwa wageni. Hongera kwa nani? Kwa wageni. Mgeni ni mgani? Mgeni ni mtu ambaye kwamba uko kinyume na wale watu namna walivyo. Mfano sasa hivi sisi katika tabia zetu, katika mila zetu, katika dasturi zetu, kama jamii ya Waswahili tuna miondoko yetu katika harusi zetu, katika matanga yetu, katika kutoa taazia, tunao katika kila ya, hata katika kuandaa, huandoa vipi, kukatolewa marashi. Mathalan mezoweka katika tausia au katika maulidi watu tiwa marashi, na yajulikana ikifika kwenye tausia, kukifika mahala fulani ndio watu. Sasa ayapo mtu mathalan kila moshi juzu tausiani husoma tausia, mara tukamuona jamaa ameinuka na tupa utia watu marashi. Bila shaka jamaa tena moja katika mawili litanenwa, hamo au ni mgeni huyo, sio mpaka hapa. Maana jamaa wataulizana hamo huyo yani akili zake kidogo ziko nyuma ama ziko mbele, au ni mgeni pengine hajui, amepoa tupa ya marashi huko ametoka nayo kasi, yeye mambo mapya na yeye. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba ni gharibu, ni kitu hakikuzoweka. Yaliyozoweka mangine wewe umeleta ambalo halikuzoea. Kwa hivyo dini itafika wakati itakuwa ni kama jambo geni halikuzoweka, yaliyozoweka ni mangine, ambao leo tunaziona alama zitu kama hizi.
ambao zitu fulani, mafahimu fulani ya kidini leo imekuwa wewe ukitaka kuyaishi katika mujtama au ukitaka kuyatekeleza, waonekana wewe ni mtu shadh, ni mtu uko kinyume na miondoko, na ukatupiwa na maneno. Mathalan tu sasa yao wewe tukua masala haya ya watu kushake hand, wanaume na wanawake, masala ya kupeana mkono, hususan katika maofisi. Utakuta maswali, mimi katika kutembea kwangu, maswali yanayoulizwa, utasikia mtu kuuliza vipi ustadhi, lakini sasa ule hawezi kufahamu na nini. Utaziona huzengiwa zipengee. Ukweli wa mambo ni kwamba mtu hataki kuonekana kwamba yeye ni mutakhallif, uko out of system, hataki kuonekana hivyo. Sababu ukikataa kutoa mkono utaonekana kama njuha, ni kama mtu uko kinyume na mambo. Natoa mfano mdogo tu mimi. Sasa yale mambo yote yaja kuonekana ni mageni leo. Taona tu yao. Mathalan za kuketie mahala, akaya mwanamke akatoa mikono, watoto wakapokea. Wasionewe ajabu walotoa mkono, ule atakaye kukataa. Tasema fanya shekhe mno huyu naye. Tena ukaanza kufunguliwa, ameona hili tu la kutoa mkono, sikwenda akaangaliana kadhaa, maana si mvapesi kufunguliana mabuku, sikwenda akaangaliana kadhaa, sikwenda akaonana kadhaa. Taangalia na kadhaa, lakini na hili pia ni haramu. Sasa hili ni katika ile bada ad-dinu ghariban wa sayaudu, na hili ndio ile itafika wakati yurfa'u al-ilm, uinuliwe, itaondoshwa ilmu. Sasa itabaki ni uwinga na upumbavu ndio waongoza dini zetu kwa jina la elimu. Al-Allama Al-Shahid Mutahhari rahmatullahi ta'ala alayhi, katika baadhi ya zitabu zake, ana zitabu zingi, kimoya anakiita Al-Islamu wa Mutatalabatul Asr, Uislamu na mahitaji ya leo. Ana na kitabu kingine pia azungumza kuhusu masala ya at-tajdidu au tajdidu al-fikri ad-dini, ihya'u al-fikri ad-dini, kuihuisha fikra ya dini. Azungumza kwa urefu masala haya leo, ambayo dini yenda mahali ambapo sipo kiuwinga, na kuelekezwa katika zile aulawiyati pia, katika kuzipanga twazipanga makosa zipi zafaa zipoe kipawa mbele. Fahmi Huwaidi katika wanafikra wakubwa wa Kimisri, katika baadhi ya zitabu zake asema ajabu. Leo tukua mfano serikali ya Taliban, angalia vile winga unavotawali. Serikali ya Taliban leo yaona kumlinda mwanamke kiuislamu ni kumkataza mwanamke kwenda wapi na kumvisha yale majunia.
siona yale majunia ya Kiafghanistan yana na tundu tundu. Lakini walowahi kwenda Afghanistani hata leo, kwamba Amerika ishaingia, hata kabla ya Amerika, ukaweza kuhesabu ni 100 kadhaa, ni 1000 kadhaa, ni laki ya wanawake wako barabarani huomba. Hili lilikuwa haliwakeri Taliban. Hili lilikuwa haliwakeri Taliban. Hawaoni kwamba ni kumkejeli mwanamke na kumwangusha mwanamke cheo chake kiasi akawa mwanamke uko barabarani amenyosha mkono. We fikiria, mwanamke ule anayenyosha mkono si mwanamke wa miaka 80 wala wa miaka 70 kwamba haangaliliki wala hatamaniki. Ni wanawake wenye umri wa marika wengine miaka 30, 25. Hebu niambie, ni mashetani wangapi, ni makanwa mangapi yako hapo barabarani yaweza kuteka advantage ya ule umaskini wa ule mwanamke na kule kunyosha kwake mkono. Sasa iko wapi hiyo hijabu inautia dhiki serikali ya Kiislamu ikaona mwanamke? Hizi ni katika uwinga unapotawali kwa jina la dini. Kwa jina la nini? La dini. Kama haya wakeri. Sitaki kuingia katika masala ya matatizo wala mizozo ya kimadhahabi wala ya nini, lakini mfano leo utakuta tuna baadhi ya mambo. Jamaa ntolea kisa kimoya, si hapa Amu, ameingia msikitini kuswali, akishtuka jamaa amemshika tini huko maguni, akaruka ule wao hofu. Mtu uko kwenye swala, uko kwenye khudhui, mara ukasikia mtu amekupekea mikono huko kwenye maguu, utashtuka. Kunani? Jamaa humkunda suruali. Ni nini jamaa humkunda suruali? Si sunna suruali paka iwe hapa karibu na maondo. Sawa ni sunna, ni kuweko tini ya maondo. Fanya wewe, hatuyuani, hatujulikani, wewe uruke tu. Mwingine anasema kuna mwingine hutembea na makasi ya swala pale msikitini, wakati watu wakipiga safu kuswali, ikiwa kandu ndefu hula makasi, ikiwa suruali ndefu. La, masala si namna. Siko kwenye kunena sunna ni kuvaa kandu paka wapi, nataka nieleweke vizuri sana. Inshallah ivae paka kwenye maondo ni sunna, ni riwaya ziko, wataka kuzifuata zifuate, lakini dhiki zote yao za hapa duniani wewe zimezo kutia dhiki ni masala hii suruali. Hii ni katika ile namna ya kuzipanga aulawiyat. Leo tuna vijana zetu hutakalika mabarabarani kwa mukhadirat, kwa drugs. Leo sisi ni failure katika maskuli. Sisi leo tuko nyuma katika kila mambo. Yani juhudi zetu zote za kuamsha dini na nini ni kwa kadri ya kuwa tutavaa nguo sampuli hini, au tutaweka ndevu sampuli hini, au tutafanya mambo haya sampuli hini. Yani hizi ndio challenges zinazokabili Uislamu. Haya ni masuala hata mengi ambao tuwaweza sisi kuwa tuwapoteza wakati wetu. Ni katika sunna, ni katika sunna. Kuweka ndevu ni sunna, ngine hunena ni faradhi. Kuna ikhtilafu, nguo huvaliwa paka wapi, ni vipi, kuhifadhi tahara. Uislamu atuambia tuhifadhi tahara, lakini kuna mambo zaidi ya hapa. Sasa utaona wakati ilmu ikitotawali, ilmu ikitotawali ni ilmu ambayo dini si kawaida ya maneno. Watu sivyo wanavyofikiria kwamba dini ni kitu very simple, na kwamba kila mtu akisha kuvaa kandu na kofia akayea na ndevu ataweza kuongoza dini. Si masala namna hii, na hapa ndipo tunapopotea. Hapa ndipo tunapopotea. Kila mahali pana ikhtisasi yake na kila mahali pana wahusika wake.
pa udaktari kuna madaktari, pa ufundi kuna mafundi, pa elimu pa elimu ya dini pana watu wake. Lakini utakuta sisi tumefanya mahala rahisi ni mahala pa dini. Mtu akikosa la kufanya pa kuangukia mwisho ni wapi? Ni pa dini. Na bila ya kutaka kujua sisi amesoma wapi, ayua vipi, amesikilia wapi. Mimi nimenena maneno mara nyingi, wewe leo una mwano, leo wewe una maradhi, nane tendekezao kenda katukua mwili wake tukampa mtu tu kila mmoja huidai daktari, tukua mwili wako umpe utekwa zijembe. Utasikia kila mtu ataka kujua nani aliwahi kwenda kutibu kwake. Ule daktari ayulikana, ashafanyia watu kadhaa na zimefaulu operation zake. Lakini dini yetu hutupwa popote, na kila mmoja ana uamuzi wa kutoa maoni kwenye dini. Leo utakuta minal asaf saa nyingine paka watu wapotezwa hawajuenda hapo. Hizi idhaa ambazo zimeingia zataka zituelimishe na ni kitu muhimu na zitaka ziendelee. Siko dhidi ya idhaa, ni zitu ambazo zaamsha watu, zataka zielimishe watu, lakini watu watakawayue ni watu gani watanena. Na kila mahali kutapoa nafasi ya mtu gani kunena. Na wengine minal asaf siku moja nasikia, bila sitaki kuingilia mtu aja akatupa ishkali katika idhaa mzito, kisha akashindwa kuijibu. Moja itupia yeye mwenyewe, atupa suala, kwa nini mtume ameoa wake 9? Kisha ajibu. Ukimkuta namna alivyoitupa ile ikatia wasiwasi watu wote, kisha namna anavyojaribu kuifungua haifunguki. Haya ni masala yataka yaangaliwe sana, na watu wasome. Wakitaka dini wasome dini, wasipandrie kwa yu. Atakao daktari asomee udaktari, atakao uinjinia asomee nini? Uinjinia. Na atakao dini asome dini, kisha aongoze dini. Juzi kuna research imefanywa na kitengo kimoja cha research kiko Kenya, kiko chini ya Uingereza. Kisha chapisho niko nayo mimi pale hiyo research. Toban research ndani ina sumu, imepenyezwa baadhi ya sumu. Research yenyewe yazungumza mwenendo wa Waislamu Kenya, na imegusia nukta 3. Imezungumza masala ya leadership, education na media, masala ya uongozi katika Uislamu na elimu katika Uislamu na masala ya utangazaji. Wameifanya research hii, ni wahadhiri katika zuo zikubwa 3, na kila mmoja ameshika uwanda wake katika sehemu hizi 3. Ninapotaka mimi, tabani ina sumu nyingi ndani ni research nimesema, na kunao mikono ya Kiingereza na ya Kiamerika, lakini kuna mahala wamegusia, wasema katika tatizo la leadership. Wamezungumza sup camps, UNEP camps, nini hizo zama za Kiislamu zote, Council of Imam nini. Wamezieleza zama zote za Kiislamu Kenya na uongozi wa Kiislamu Kenya na matatizo yaliyomo ndani. Kisha wakaja wakauliza sababu nini? Wakasema moja katika jambo tumeloliona ni hivi: viongozi wamezosoma dini Kenya, wasema hivi, viongozi wamezosoma dini Kenya, minal asaf, mwamko huu ulipoanza wa uhuru na nini, hawakuwa wakiqualify katika mambo ya usasa. Sikilizeni vizuri, statement yao ni mzito. Walikuwa watu hawajui kunena Kiingereza, lakini walikuwa wanazuoni wa dini.
na wao kuyapanga mambo haya ya kidunia, wao kupanga semina na kupanga ziti na kuandika mabango kuangika, hawajui dini. Hawa ndio wazungumza kwenye research, wazungumza wasema mwanya uko hapa. Sasa walokuja wakaketi mbele wakaunda zama za Kiislamu wakatukua uongozi wa Kiislamu ni hawa walokuwa mahodari kuandika barua za kizungu na kupeka application na kutengeza project na kunene. Lakini sasa hawa walikuwa hawana misingi ya kidini wala ruhu ya kidini. Ndipo ukaona zama karibu zingi za Kenya leo kifinancial zaendeshwa na Amerika, zaendesha na Uingereza, kisha upangwa na maandamano ukasikia ulaaniwa nani? Amerika. Na Amerika ni hodari, imeingia kwa kila maina siku hizi, hata hapa kwetu na misikitini, zama za dini zote ziko ndani. Sijui wankula yele afya tu, sijui USAID nini, hizi zote ni baada ya September 11 na ni sindano za Gandhi za kuja kupiga katika maeneo ya Uislamu. Ni mikono ya Kiamerika kufanya kazi. Hizi wanatoa research nyingine iko pale museum, iko mtu aenda kaipitia iangalie, waangalie hawakutusaza watu wao wa Amerika. Wasema walikwenda Northeastern wametolewa mbio. Watu wa Northeastern wamewaambia tuateni tufe kuandaa, hatutaki misaada yenu. Asema watu wa Amu wapenda sana kunyosha mkono. Wao wasema hivyo kwenye research. Kitabu kiko pale museum, Lamu Museum kiko pale. Kitabu tumeoneshwa na vijana hawa. Wametutolea kitabu akatuonesha siku moja kwenye mitingi, sema angaliani wa Amerika wanavyotuambia. Angaliani yale mapaa tumezojengewa skuli zetu na nini, angaliani na wanavyotukashifu. Sema ni watu kisha kunyosha mkono waweza kufanya utakalo katika Mungu ule. Wanavyotusoma na wanavyotuambia. Ala kulli hal, narudi kwenye mada yangu, an yurfa al-ilmu wa yadhhara al-jahl. Elimu itaondolewa. Kwa sababu katika mikakati ya kuiendesha dini, hapa ndipo mahala watu wanapotoka kwenye zipimo. Na dini ni nini? Minal asaf, leo katika tatizo moja kubwa lilioko ni hili. Watu watafautishe baina. Dini ni suluhisho la mwongozo wa binadamu, si chama cha biashara. Dini ni suluhisho na mwongozo wa maisha ya mwanadamu, si masala mingi ya kwenye dini nitapata nini, tabenefit nini mimi. Leo watu wengi tumekuwa tuafikiria hivi katika dini. Mtu afikiria Uislamu wake yeye utampa nini, utamweletea faida gani. Dini haikuja kuwa ni badali ya kufanya kazi. Dini haikuja ni badali ya watu kusoma, kwamba leo lazima ukiingia kwenye dini iwe itakuwa dini ikupe, na ikiwa haikukupa utengeze rasiti, uketi barabarani uanze kuomba uitumie dini. Na mina al-asaf, hata sisi mashekhe tumetoka kwenye zipimo, kwa sababu leo wewe ukisoma tarikhi ya sasa na ya zamani, narudia ya zamani, Imam Khomeini azungumza katika kitabu chake, asema wewe msome Imam Ali alikuwa ni kiongozi na una shamba ya mitende hulima. Alikuwa ni kiongozi na una shamba hulima, hufanya kazi. Tukirudi tu katika nyuma miaka 30-40, wengi katika walimu waliokuwa katika jamii zetu ni watu utawakuta mbali na kazi zao za kusomesha, walikuwa wana nini? Wana na makazi yao wengi. Mimi nikiweza kuzungumza babangu,
Alwalid katika enzi za ubarobaro wake alikuwa ana mitambuu miwili ndani yao, ana mitambuu miwili, na alikuwa asubuhi baada ya salati alfajr akituelezea, akiwa una darasa, akitoka alikenda akiingia akijaza birika mbili kwa kifua kwa maji ya kuvuta kwa roda, hakuna mashini, akijaza birika za mitambuu miwili mai, akinosha, akitunda zilioko tayari zikifungwa kama tambuni za kufunga za nini za kusafirisha, kisha akimaliza saa 2 saa 3 ndo alikirudi akiingia madrasa Riyadha akisomesha. Ndio ni mfano katika mifano 100 ambayo yaweza kupatikana ya walimu kadha wa kadha ambao walikuweko hapa, wana mashamba, wana biashara zao, wana nini. Ilmu haikuya ni kikapu cha biashara. Dini watu wafanye kazi, hata wale walioko kwenye safu za kidini balmani wakifanya kazi waweze kukusanya mambo yote mawili. Yurfa'u al-ilmu wa yadhharu al-jahl wa yushrabu al-khamru wa yafshu zina. Tembo, mukhaddirat, nafikiri hizi ni zitu hazifai kusherehewa zaidi. Ile hali ilivyo leo, limwengu namna umekuwa sampuli, pamoja na kwamba mambo haya sisi twayaona huwa tu, lakini ni mambo ambayo yapangwa na zile senta za ufisadi, kwa sababu katika sampuli za kutaka kuwatawala watu au kutaka kuwafanya waliolala waendelee kulala wasiamke, ni kuwafungulia milango ya starehe, zina, mukhaddirati, kila anasa. Kama Waarabu leo, piga tarumbeta tu, utezwa sharha tu, uzidi kupoa, na kila chanali mzuri ifunguliwao huwekezwa kwao, kila chanali mzuri ifunguliwao huwekezwa kwao. Katika ndia za kuwalalisha watu ambao hawajalala au wale leo waendelee kulala, ni kuwatilia mambo ya porojo, wakashughulika nayo, wakasahau ajenda za kimsingi. Ikawa simandi ya Amirul Mu'minin ambao watu wengi washindwa kumfahamu. Amirul Mu'minin asema kama imani ya madhhabi ya Imamia kwamba khalifa baada ya mtume ni Ali ibn Abi Talib. Sasa watu wauliza, mbona hakupigana? Mfano, mbona hakupigana? Sema ingekuwa ni upumbavu sana. Super power mbili zimeatua makanwa. Huku kuna dola ya Furs yaona Uislamu ni tishio, na huku kuna dola ya Rum yaona Uislamu ni tishio. Kisha leo tuketi, Imam Ali asema mimi Ali bin Abi Talib na Abu Bakar tutapigana, yeye una grupu nusu na mimi nina grupu ngani? Nusu. Hii ndio ajenda ya kimsingi sasa hivi. Uislamu ungekwenda wote, natija yake ingekuwa nini? Ndio pale aliponena la usallimanna ma salimat umurul muslimin, mimi niko tayari kusarenda na kuachana na haki yangu kwa sababu ya maslaha ya nini? Ya Uislamu. Huu Uislamu leo uliotufikia kwa namna tunavyoona, tumekhtalifiana, nini, lakini ungelipotea kwa sababu wale ndio kizazi cha kwanza cha Uislamu ule. Leo walikuwa kama washakiwa na zile dola mbili, hupigana wao kwa wao. Sasa kujua zitu kama hizi namna ya kuzipanga, sasa huja mkatiliwa porojo, ukakuta watu wakatizie hujadiliana katiba rangi nyekundu ama rangi ya buluu, katiba rangi nyekundu ama rangi ya buluu, katiba rangi nyekundu ama rangi ya buluu. Iwe rangi ya buluu iwe rangi nyekundu, yaliyomo ndani hutunufaisha ama hayatunufaishi.
iwe itakavyokuwa. Hapa ndipo mahala tunapopotea, na hapa ndipo unapokuja ujinga kwa ndia ya elimu. Mara nyingine ama sisi tuketizie sasa yao huwavanyiana, sijui ule Muamu, sijui ule Nkijoho, sijui ule ni Mbajuni, sijui ule ni Msanye, sijui ule ni Mpokomo, sijui ule Sharifu, sijui nini. Iwapi hiyo amu? Tuipe jiani yao. Badala watu tuketi chini sasa hivi kama umma tini ya bendera ya Uislamu inaotutanganya sute, tuangalieni tutajiokoa namna gani. Hizi ni porojo zazidi kutulalisha, na huya kila sampuli, na mara nyingine huja zikaundwa zikatumiwa watu kupitia kama bridge, kazitumia katika siasa zetu, katika mikao yetu, katika mapambano yetu, zikaja zikaundwa hizi zikatumiwa kaundwa ukabila. Lakini ukitutaamali sute tutaabani ruhu zetu. Je, huyo Muamu uko wapi yao tena? Yako wapi tena Sheikh? Simandia ule mwenye kuimba nena, zimekwisa zamani za tajamuli, za anasa pumbao la tadhaluli, nyoyo sasa za takachai na wali tu. Ya wapi tena hizo zama za watu kuirabi na kuinaki na kunini, ziwapi tena? Tumekuwa tutu kwa ufu, simandia wenye kunena. Ala kulli hal, min ashrati saa an yurfa al-ilmu wa yadhhara al-jahl wa yushrab al-khamru wa yafshu az-zina. Na zina leo vile ilivyokuwa rahisi. Baada ya kuzihesabu zitu hizi kwa ufupi, nataka kwenda moja kwa moja katika nukta ya pili, katika masala ya alama za kiyama ambazo zitaungana moja kwa moja na kiyama. Lakini kabla ya kuzizungumza hizi alama, kuna nukta moja ya kimsingi ni muhimu tuitangulize katika hizi dakika zilizobaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukisoma katika aya kadha wa kadha, nitawasomea kama aya 3 tu, athibitisha kwamba kila kitu katika hii dunia kina mkomo. Kwa lugha ya Qur'ani kina ajali. Tangu mtu mpaka umma kama umma, pia hakuna umma utakao kudumu, na hii ina mafuhumu ya kisiasa na ya kijamii, na mpaka hizi mwezi na nyota zote hizi zina ajali mahdud. Mfano, tukirudi katika aya niloianda, Mwenyezi Mungu atuambia Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Mwenyezi Mungu huzifisha nafsi wakati wa kufa kwake. Walati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo kwamba hazikufa katika usindizi wake, fayumsiku allati qadha alaiha almaut, akaziziwia ruhu za zile za wale ambao ashawahukumia kufa, wa yursilu al-ukhra, na nyingine akaziwata wakaamka wakaendelea na maisha, ila ajalin musamma. Kuna ajali. Katika suratu Zumar Mwenyezi Mungu atuambia wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Mwenyezi Mungu amelisakhirisha jua na mwezi, na zote hizi zatembea katika ajalin musamma. Katika suratul Yunus Mwenyezi Mungu atuambia likulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna saa wala yastaqdimun.
kila umma una ajali. Pindi itakapofika ajali yake, hawawezi kuchelewesha saa moja wala kutanguliza saa moja. Hii aya ya 3 hii mada yake mbali, tukiingia ndefu sana. Hii yazungumza kufa kwa umma, haizungumzi kufa watu. Hizi zifo tunazoshuhudia za mtu mmoja mmoja, kisha sisi twashuhudia na zifo za mataifa. Utaliona taifa lafa lainuka taifa, umma wafa wainuka umma. Said Muhammad Baqir al-Sadr rahmatullahi ta'ala alayhi na Shahid Mutahari wana bahthi ndefu kuhusu masala ya kufa umma. Said Shahid katika kitabu chake anachokiita As-Sunanu Tarikhiyya fil Quran, kanuni za kihistoria katika Quran, ambayo kanuni moja ni hii: kufa kwa umma na kuhuika kwa umma mwingine. Kama ile Mwenyezi Mungu asema, mcheni Mungu, mkitofuata tutabadilisha, tutawaita wengine. Ndio hii kanuni. Ndio wale nilionena nao yako tena hayo ya nani, ya kina fulani, waja wengine ndio watakuwa nafasi ya wale wamalizika, waja wengine. Haya yazungumza kwa urefu, na katika kitabu cha Shahid Mutahari anachokiita Al-Mujtama'u wa Tarikh ayazungumza mambo haya. Itakuja inshallah mara nyingine tutayagusia. Ninachotaka mimi hapa ni kwamba kila kitu kina ajali, kila kitu. Na nafikiri leo masala haya ya wawazi zaidi. Nafikiri yuzi niliwaambia, kulitoka habari kwenye Jazira walionyesha na kwenye hata Al-Manar kwamba mwezi waisha, mpaka wale wataalamu kutoka Amerika wa mambo ya Yanga, ile habari kaita utisho ulimwenguni. Wakarudi wakatangaza tena mara ya pili kwamba la, watu wasibabaike, tukinena huisha ni kama ile Mtume aliponena, mimi nimetumilizwa na kiyama, tuko karibu. Yani hatuneni huisha kesho, lakini waisha. Yua pia wasema, yua kila likijichoma lile la maliza ile taka yake, na itafika wakati yua litazimika. Utaalamu wasema hivyo, mbali na masala ya kiyama. Yaweza kuwa hawaamini kamwe masala kuna Mungu wala kuna nini, kuna kiyama, lakini wasema yua laisha na litafika wakati litazimika, mwezi wa malizika, kuna nyota za malizika. Kama yuzi wametoa nyingine kuhusu spidi ya mwangaza. Anasema spidi ya mwangaza inakimbia kwa nukta moja, sijui ni kilomita ngapi, 300,000. Mbona umetoa nyingi ya kwa nukta moja? Ala kulli hal, lakini ni spidi kali sana. Sasa wasema ile nyota, kuna baadhi ya nyota ziko mbali na sisi, subhanallah, sijui huambiwa kwa miaka ya mwangaza, hayahesabiwi tena kwa masafa, kwa miaka ya mwangaza milioni kadhaa. Ule mwangaza unapoiona ile nyota imepija, ishakufa kitambo. Pale wewe unapoiona ile nyota hufanya nini? Hung'ara. Ni mwangaza hufika sasa kwako, baada ya kutoka kwenye ile nyota kwa mamia ya miaka au maelfu ya miaka, mpaka ukasikilia kwako. Na pale ufikapo wewe ukaiona ile nyota imewaka, kumbe ishatoweka ile nyota na imemalizika, ishachomeka kitambo sana. Ni habaru kana simandia wenye kunena. Hizi zote ni zitu za tuthibitishia sisi kwamba huu ulimwengu waekelea wapi? Ila ajalin musamma. Sasa tutakhtalifiana maina, wewe yamkue kiyama, wewe mwingine na yamkue ni nature. Kama vile kwa Mungu, watu wote hukubali Mungu huko, sisikia hata mkomunisti akubali Mungu, hakuna akatao Mungu. Tutatofautiana maina. Maana hata mkomunisti ukimuuliza mwisho atakwambia huu ulimwengu utoka kwenye nini? Kwenye nature. Na nature yatoka wapi? Atakwambia hapo mwisho, hakuna zaidi ya hapo, sio? Au watarudi watakwambia ni taka, ni nguvu fulani ilizaza ikazaza mada na mada ikarudi tena. Mwambie basi hiyo nguvu sisi ndio huyangu wa Mungu. Wewe yamkue taka
yamkue namna utakao. Ni mwangaza, utamkuwa mwangaza. Kwa sababu juzi nawasomesha baadhi ya wanafunzi philosophy hapa, Sheikh Muhammad Jawad Muni atupa swala letu tupiwa sisi Waislamu. Huu Mungu aliumba ulimwengu, material alipata wapi? Sindine na mimi juzi, ukitaka kutengeza kitanda mpaka umpekee na mbao, sio ule fundi. Hutosha fundi peke yake bila mbao? Sisi tunawaambia Mwenyezi Mungu ameumba minal adam, ameumba kutoka kwenye hakuna kitu akaeta kila kitu. Wakwambia itawezekanaje? Mwambie sawa. Sheikh Muhammad Jawad Mungu anasema usikubali kutiwa kipembeni, mwambie mimi nimeshindwa, kubali hakuna Mungu. Hanijibu wewe swala hilo sasa. Yeye pia hana jibu. Unajua mara nyingine mtu anaweza kuemeza kipembeni akawa hukusukumia maswali, lau utamrudishia kwake pia yeye hana majibu. Mwambie wewe kwenye nini yako ulipatikana hiyo ni ulimwengu, wewe utambia ni mada. Mada ilikuja kutoka wapi? Ima utanena kama sisi ilikuja kutoka kwenye Adam, ilikuja hakuna kitu, au utatuambia ni taka, kulikuwa na nguvu fulani ilikuja ikalipuka, leo imethibitika nguvu ile hubadilika ikawa mada, ikawa material. Mwambie hiyo nguvu unaoizungumza wewe ndio ile iliyoko kwenye Qur'ani na uambiwa Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah almisbahu fi zujaja, mpaka mwisho wa aya. Hiyo nuru wewe yamkuwa taka, sito yamkuwa nuru. Hiyo nuru ambayo wewe yamkuwa ndio ile sisi tunaoisoma katika kila siku. Wakati Jabir akimuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya', amwambia ya Rasulullah, hala nipa habari, Mungu aliumba nini kabla ya kitu chochote? Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hiyo nur unaoizungumza wewe ndio hiyo. Kwa hiyo ulimwengu waenda kwenye kuisha, ila ajalin musamma, na huko kuisha ndio sisi tunakuyamkuwa sasa ni siku ya Kiyama. Sasa tusikilize Qur'ani ya usawirisha ulimwengu waisha vipi. Tuangalie hali ya majabali yatakuwaje, bahari itakuwaje, ardhi itakuwaje, jua na mwezi utakuwaje, nyota zitakuwaje, na ziumbe wote watakuwaje. Hizo ndizo alama za mwisho zitakazokuya, na baada ya hizo ndio kiyama kimezie kusimama. Insha Allah taala haya tutayazungumza kwa urefu kesho. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.